na tuna ofisi maalum za maeneo ambayo yanaonekana kuwa na uchangamfu zaidi. Kwa mfano, mimi najua Kinondoni mmefanya ni mkoa maalum wa TAKUKURU. Nini mbaya kuwa na mkoa maalum, kuwa na ofisi maalum ya TAKUKURU ushirika, ili muda wote wahusika wahangaike na kulinda thamani na mali ya wanaushirika kwenye ushirika wao. Vivyo hivyo tuna polisi kanda maalum, lakini tuna polisi mkoa maalum wa Kinondoni, wilaya maalum ya Mbweni, ya Kawe, wilaya maalum ya Mabwepande na wilaya maalum nyinginezo. Kwa nini tusiwe na ofisi maalum ya polisi ushirika? Ina maafisa kuanzia afisa mkuu anayosimamia hiyo ofisi mpaka mtu wa chini ambaye atatusaidia kuratibu mambo ya kulinda haki za wanaushirika kwenye ushirika. Lakini DPP ana ofisi mkoani, wilayani na maeneo mengine. Kwa nini hatuna ofisi ya DPP, ofisi maalum ya DPP ushirika? Kama tunazungusha trilioni 6 hivi, hiyo ni thamani ndogo kuiwekea ulinzi maalum? Eti wanaushirika au hamtaki kudhibitiwa? Na bahati mbaya tutadhibiti. Kwenye hili niseme nitasimamia kuhakikisha nazungumza na mamlaka zote zinazohusika, ili muda mfupi ujao sasa tuondoke kwenye hadithi ya kuwa na baadhi ya viongozi wa vyama vyetu vya ushirika wasio waadilifu, ambao wanafanya kwa mazoea, ambao hawaheshimu thamani ya mwananchi wa kawaida aliyeweka cha kwake pale ili kilindwe. Ili tutoke hapo twende mbele kwenye kufikiria utilization ya tija au kuongeza tija ya kile kinachopatikana. Tumeona hapa tukisimamia kwa uadilifu vyama vya ushirika tunapata matokeo. Amesema hapa mrajisi mkuu vizuri sana namna vyama baadhi vya ushirika vilivyoanzisha viwanda. Nilienda kule Mtwara nikakuta chama cha ushirika kinaendesha kiwanda cha kubangua korosho, tena kina mashine za kisasa. Nimetoka nje pale ya kiwanda nikaona wameweka malori yao mapya kabisa, wameandika jina la chama chao. Unasikia fahari kwamba hapa baada ya miaka 5-6 tunaweza tukaanza kuwapa gawio wanachama, kwa sababu tumezalisha faida. Tunaweza tukawakopesha kwa bei kwa riba nafuu wanachama, kwa sababu tayari tumejitengenezea ukwasi. Tumekuja na kampeni ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu. Pamoja na yale yote ambayo nimeyataja kama mapungufu yatakuwa covered ndani ya ile kampeni yote. Lakini tunataka hii kampeni ni ya miaka 3 Mheshimiwa Waziri, lakini kila mwaka tutakuwa tunafanya evaluation na kuona tumefika kwenye hatua gani na nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo wadau hawa tunategemea muda kama huu, kwa maana mwaka ukiisha tutakutana tena na kuangalia changamoto iko wapi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, eneo la matumizi ya kidijitali tutalihimiza sana kwenye hii kampeni, lakini la pili utakuwa ni ukaguzi. Tutahimiza sana ukaguzi kuhakikisha kwamba vyama vyote vinakaguliwa na hatua kali inachukuliwa kwa wale ambao watakuwa wamekwenda kinyume na taratibu ambazo tumeziweka. Na ndio maana tutashirikiana na wadau wote kuhakikisha kwamba hili linafanyika. Lakini Mheshimiwa Waziri, nilisema kwamba tutahakikisha kwamba tunakuwa na namna ya kupata taarifa kutoka kwenye vyama vyetu vya ushirika. Unaweza kukuta viongozi ambao tunakutana nao hauwezi kupata picha nzuri zaidi, lakini ukipata wadau ambao wanakupa taarifa, whistleblowers, tutakuwa na namna nzuri ya kuweza kuchukua hatua kwa wakati kabla mambo hayajaenda mbali zaidi. Lakini mafunzo ya uadilifu, Mheshimiwa Waziri, hili tutalipa nguvu, na integrity officers tuhakikisha kwamba tunakuwa na hawa integrity officers kwenye level ya vyama, lakini pia namna ambavyo kwenye kila taasisi tuweze kuwa na wale wadau ambao wako pale kwa ajili ya ushirika ili kutusaidia kuhakikisha kwamba tunachukua hatua kwa haraka. Mheshimiwa Waziri, tunataka tupunguze ubadhilifu kwenye vyama vya ushirika. Tunataka tuongeze uaminifu kwenye vyama vya ushirika. Na tunaamini kwamba wengi wanafanya vizuri, wengi sana wanafanya vizuri, lakini wako wachache ambao wanafanya vibaya. Na wanapofanya vibaya, wale wengi wote wanakuwa wamepoteza sifa, tunaonekana kama ushirika tunafanya vibaya. Kwa hiyo wale wachache ambao hawatakuwa wanaelewa kile ambacho serikali inataka, basi tutakuwa na namna ya kuchukua hatua kwa pamoja.